Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, unayetufuatilia wakati huu kupitia mitandao yetu ya kijamii, tukiwa tunaendelea na ziara katika baadhi ya mabanda ambayo yapo katika maonyesho ya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Leo tumepata nafasi ya kutembelea banda la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na kupata nafasi pia ya kuzungumza na msemaji wa jeshi hilo. Atatuambia mengi, hasa majukumu ama elimu ambayo amekuja kuitoa katika maonyesho haya. Karibu ambatane pamoja nami. Jina langu ni Joyce Mikwacho, nyuma ya kamera ni John Albert Sanka. Karibu msemaji, habari yako? Njema Joyce. Inakuwa ni vyema kama mtazamaji ambaye anatufuatilia wakati huu akafahamu jina lako na cheo chako vizuri. Karibu. Asante. Mimi ni naibu kamishna wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Kunza Lainisi, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano, lakini pia ni msemaji wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Karibuni sana hapa katika banda letu la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Asante sana. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, katika maonyesho haya ya Sabasaba kwa mwaka huu 2026, mnatoa huduma gani hapa ama elimu gani mnaitoa? Katika maonyesho haya ambayo yametimiza miaka 50 kwa mwaka huu, tumekuja kwanza kuelimisha umma, kuelimisha jamii kwa ujumla wake, na kama ambavyo umeona na umeshuhudia, wananchi wengi wamefurika katika banda letu, watoto rika zote mpaka watu wenye uhitaji maalum. Sasa kwa mwaka huu kipekee, kitu ambacho tumekileta chenye utofauti, ukiachana na elimu ambayo huwa tunaitoa mara kwa mara, iwe katika vituo vyetu au katika mashule na maeneo mengine ya wazi, hapa tumekuja kutoa elimu ya matumizi ya nishati. Kwanza kabisa, kwa upande wa elimu ya nishati, tumeweza kuelimisha umma kwamba matumizi ya nishati ni salama. Wananchi wengine wana hofu ya kutumia gesi, wana hofu ya kutumia umeme, lakini kupitia maonyesho haya tumeweza kuwaelimisha kwamba nishati ni salama za kupikia zote, lakini ni namna gani ambavyo wanaweza wakakabiliana na janga la moto pale ambapo nishati itakuwa imeenda tofauti na matumizi yake. Hapa nazungumzia kwamba moto kuwaka au ajali zingine ambazo nishati inaweza kusababisha. Na kundi kubwa ambalo wameweza kunufaika na elimu hii, wengi sana wamekuwa ni wakina mama, na hususan akina mama lishe. Tumeweza kuwafikia wengi ambao wamekuwa katika eneo hili. Kiachana na elimu ya nishati, tumeweza kuonyesha magari na vifaa vya zimamoto. Labda Joyce nikwambie, au nadhani ni jambo ambalo unaweza kama unalijua. Ndio. Wananchi wengi wanasema kwamba au wanajua kwamba zimamoto tunashughulika na ajali za moto tu pekee. Hawafahamu kwamba sisi tunahusika na ajali za barabarani, hawafahamu tunatoa huduma ya kwanza, hawafahamu kwamba kukiwa na tukio la uokoaji watu ite kwa namna gani. Kwa hapa tumeweza kuwaonyesha wananchi. Kwa kuanzia, pia tumekuwa na gari letu ambalo ni la kubebea wagonjwa. Wengi wamezoea ambulance zinakuwa katika sehemu za matibabu, lakini hata sisi Jeshi la Zimamoto tunazo ambulance, ambapo pale tunapokuwa tunaenda kwenye ajali ya barabarani, unakuta kuna majeruhi. Sasa tunajitahidi kumtoa. Sasa nini kinachofanyika baada ya ile majeruhi kutoka? Ni lazima atolewe pale ili aweze kupelekwa katika kituo cha afya. Tuna gari ambalo linapambana na ajali za kemikali tu, umwagikaji wa kama umwagikaji wa mafuta, kemikali hatarishi. Tuna gari maalum ya kupambana na majanga ya asili. Lakini jambo la kufurahisha sana ambalo wananchi hawakuwa wanalifahamu, hawakuwa wanalitegemea, leo wameweza kuona gari ambayo inatoa huduma ya uzimaji moto na uokoaji katika njia ya reli. Sawa. Kwa hiyo kupitia gari hili
ina maana kwamba treni imepata changamoto ya moto, janga la moto, ajali, sisi tuna gari ambalo linaweza kupita kwenye ile reli na kufika katika eneo ambapo treni limepata shida hiyo. Tuna gari letu la ngazi lenye urefu wa kufika ghorofa zaidi ya 10-20 mita 30. Na kama ambavyo unaweza kushuhudia au umeshuhudia wenyewe, wamekuwa wakilijaribu. Sasa sema haiwezekani, lakini teknolojia iliyowekezwa na serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, amiri jeshi mkuu, imeonyesha serikali imeweka jitihada za kuhakikisha uwekezaji wa ndani unaofanywa na serikali, lakini na uwekezaji wa nje. Katika maonyesho haya tuna wawekezaji wa nje ambao wamekuwa wakipita katika haya mabanda, na wenzetu wa nje swala la ulinzi, swala la usalama ni kipaumbele. Wameshuhudia ni namna gani Tanzania imejiwekeza madhubuti katika majanga yote, iwe ni mafuriko, matetemeko ya ardhi yote. Hata tuna maboti ambayo yanaweza yakatoa hizo huduma za uokoaji. Asante. Sasa mna wito gani kwa wazazi katika kutoa elimu ya moto kwa watoto? Sawa. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumekuwa tukiendelea kupandikiza mbegu. Tunachofanya sisi, tunapandikiza mbegu kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Watoto wamekuwa ni mabalozi wakubwa wa kuelezea namna ya kukabiliana na majanga ya moto, lakini pia wamekuwa ni mabalozi wa kuifikisha hii namba yetu ya dharura ya 114. Na kupitia dawati la elimu kwa umma kuna kitengo maalum cha watoto. Jukumu la dawati hilo ni kuhakikisha kutoa elimu katika mashule pamoja na vyuoni, na tumefungua fire clubs zaidi ya 200 katika shule, na bado tunaendelea, ambapo inajumuisha inaakisi umuhimu wa utoaji elimu kwa watoto, kwa sababu ukiangalia baadhi ya vyanzo vya majanga katika nyumba zetu ni watoto wenyewe. 1, wanachezea kiberiti; 2, wanawasha mshumaa lakini wanaweka sehemu ambayo sio salama. Yes, na unajua watoto wana tabia ya kufumbua. Nadhani Joyce sio mwenyewe, kuna vitu ambavyo usifanye hivi, lakini sasa wewe ndio unatamani ufanye. Kwa hiyo ndio maana tumewekeza elimu hiyo kwa watoto ili kudhibiti majanga mbalimbali. Kwa hiyo nitoe rai kwa wazazi majumbani, ni muhimu kuhakikisha mtoto wake ili awe salama, pamoja na vitendo vya kikatili ambavyo vimekuwa vikiendelea, lakini tunashukuru vinaendelea kupungua siku hadi siku. Lakini pia swala la usalama wa mtoto yeye mwenyewe dhidi ya majanga ni muhimu. Kwa hiyo wafike katika vituo vyetu vya Jeshi la Zimamoto ambavyo viko mkoani pamoja na wilayani, ili watoto waweze kunufaika na hiyo elimu. Kuna wito gani kwa wananchi ambao wakati huu wanatufuatilia kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji? Karibu. Wito wangu kwa wananchi ambao wanatufuatilia kupitia redio yetu pendwa, Radio Maria, ni kwanza kuzingatia uhitaji na kuwaita Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mara tu pale wanapoona kuna uhitaji wa dharura. Unajua wameshazoea, sisi tumeshazoea kwamba kuja nipambane na huu moto. Unapambana na moto, unaingia unatoa vitabu vyako, sio vya benki, dhahabu, sio nini, lakini mwisho wa siku unakuta ule moto unakushinda. Sasa moto ukikushinda, sasa ndo unakumbuka, ngoja niwapigie Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili waje. Wakati huo umeshachelewa. Ndani ya dakika 5 moto unakuwa umeshateketeza nyumba nzima. Kwa maana hiyo, 1, wakumbuke kutupigia 114 ambayo ni namba yetu ya dharura. Na lakini pia kueleza kwamba ni msaada gani wanahitaji. Hapa kuna magari ya aina nyingi.
kuna magari ya uokoaji, halizimi moto, litakuja na wapiganaji ambao wanatoa huduma za uokoaji tu. Lakini kuna gari la ngazi lile, sasa unavyokuta sehemu iko juu na umekuja na gari la kawaida, inakuwa ni changamoto. Lakini mwisho kabisa wafahamu kwamba huduma zetu ni bure. Ni bure, hazina gharama na wala hazichajiwi. Wapige na sisi tutaenda, hata kama moto hauwaki, lakini ulishatupigia sisi, tutaenda tuangalie, okay, shida ilikuwa ni nini, tutatoa elimu. Sawa, tutatoa elimu ili waliopata ile janga au waliokaribia kupata janga waelimike, lakini pia na wengine majirani pia waelimike. Basi mimi ni kushukuru sana kwa muda wako na kwa kushirikiana, kwa kutupokea vizuri kuja kufanya mahojiano haya mafupi katika banda lenu lipo hapa Sabasaba. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amina, asante. Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ambao unatufuatilia wakati huu, ni kushukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki kutoka hapa banda la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika viwanja vya maonyesho ya Sabasaba. Imani yangu tupate kufahamu mengi mbali na shughuli zinazofanywa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini mengi msemaji wa jeshi hili ameyazungumza. Mimi ni Joyce Mikuacho, nyuma ya kamera ni John Albert Samki. Asante.